Ndoa ndugu zangu, kuonyesha kwamba ni jambo zito sana. Nabii Adam alayhi salam alizaliwa wapi? Kazaliwa nchi gani? Hamjui hata hilo. Nabii Adam kazaliwa wapi? Atakayejibu nampa zawadi leo. Nabii Adam kazaliwa wapi? Hajazaliwa. Takbir. Safi sana. Nabii Adam aliumbiwa wapi au aliumbwa wapi? Mbinguni. Yaani Nabii Adam Allah kamuumba bila baba na mama, na amemuumba akiwa mbinguni. Kwa hiyo anakulia maisha yake yote wapi? Maisha mbinguni ni ya raha au karaha? Nabii Adam alikuwa anaishi jamani kule, kula bure, kulala bure, hajui sijui luku imekatika, hajui sijui maji yamekatika, sijui maji ya nua yanatoka saa 8 usiku, mnaanza kukurupuka pale, maji yashatoka, mnaanza kutenga, hajui hayo. Hajui stress ya kula, anakula vyakula vya kimataifa hajapatapo kula aliposhushwa ardhini. Anafanya ibada, amechanganyika na malaika, yuko pahala patukufu patakatifu. Lakini cha kushangaza, Allah mwenyewe anathibitisha katika suratul A'raf ya kuwa pamoja na yote alivyokuwa anavyo na maisha mazuri aliyokuwa nayo, pahala pazuri alipokuwa anaishi, bado walikuwa hana utulivu. Akasema, huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Yeye Allah ndiye aliyekuumbeni nyie kutokana na nafsi moja, yani Adam, kisha kupitia nafsi ile akajalia mwenza wake, yani Hawa. Kisha Allah akampatia Adam mke kutoka katika ubavu wake. Ya Rabbi, kwa nini umeamua kumpa nabii wako Adam mke? Wanawake wakati mwingine hawa wanakera, baadhi yao kankalila, wanaongea sana, wanaudhi. Nabii wako Adam yuko mbinguni kwa raha zake, hajui kero, hajui maudhi, hajui gharama za vyakula, kila kitu uko nampatia bure, analala sehemu zaidi ya first class. Kwa hiyo nampa tena mwanamke ya nini? Akasema liyaskuna ilaiha, ili apate utulivu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani, utulivu ni sehemu nzuri unayoishi? Hapana. Utulivu ni kuendesha usafiri mzuri? Hapana. Utulivu ni kula vyakula vizuri? Hapana. Hizo ni katika starehe ndogo ndogo tu. Utulivu ni mtu kuwa na mke au kuwa na mume. Tunaelewana jamani? Hivyo basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mambo matatu hayana utani katika Uislamu. Jambo la kwanza ni ndoa. Na ndoa kwa mujibu wa Qur'an ni mkataba mzito, mikataba mizito. Ndani ya Qur'an imetajwa kuwa ni mikataba miwili. Na kwa sababu ni swali nzuri hilo, na nyinyi sasa hivi vichwa vyenu vimejaa mambo mengi, pengine mwisho wa mwaka tukifanya au mwanzoni mwa mwaka tukifanya mtihani, ili swali linaweza likatokea kitekniki. Qur'ani inasema hivi, mikataba mizito kabisa ni miwili tu hapa duniani. Mkataba wa kwanza ni mkataba ambao Allah ameuingia baina yake na baina ya mitume na manabii. Na hapa naomba niwasomee aya inayothibitisha hilo. Allah anasema katika suratul Ahzab, sura ya 33 aya nambari 7,
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Kumbuka wewe Muhammad, pindi nilipoingia mkataba mzito, mkataba mnene, agano zito kabisa baina yangu mimi na baina ya manabii. Wakati Allah anamtuma kila nabii, anaingia naye makubaliano kwamba uende ukafikishe kama nilivyokufundisha, kama nilivyokuelekeza, kama nilivyokushushia, bila ya kuzidisha wala kupunguza, na usirudi nyuma. Utakutana na kero nyingi, utakutana na maudhi mengi, utapigwa, utapingwa, utafukuzwa, utapigwa mawe. Hakuna kukata tamaa. Umekubali kwa hali na mali, wewe nabii anasema nimekubali, hakuna kurudi nyuma. Na ndio maana kuna manabii walichinjwa. Nabii Zakaria aliuawa, alichinjwa. Nabii Yahya alichinjwa. Manabii wengi waliuawa kwa sababu wale watu ambao wamekuja kuwafikishia da'wa ya tauhid walikuwa hawataki tauhid, wao wanataka shirki. Kisha Allah anasema, na wewe Muhammad tumeingia na wewe mkataba huo, agano hilo. Subhanallah. Tena katika suratu Al-Maida Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ewe Mtume Muhammad, ewe Mtume, fikisha yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Usipofanya hivyo, basi nitakuhisabu ya kuwa hujafikisha ujumbe wangu. Wallahu ya'simuka minan nas, na Allah atakukinga na watu. Hii ndio da'wa. Da'wa unatakiwa useme ukweli na ufikishe bila ya kuogopa watu, na Allah kaahidi kuanzia mtume wake na wale madai walioshika mwenendo wake na ulinganiaji wake, da'wa kwa tauhid, da'wa kwa Qur'ani na Sunna. Allah anawaambia nitawakinga na watu. Kishki TV, nuru ya dini yako.